Wakuu wa nchi na serikali kutoka mataifa wanachama wa NATO wanakutana hapa jijini Ankara kwa kongamano lao linalofanyika, ambapo mwenyeji akiwa ni Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Mijadala ya nchi 32 wanachama imejikita katika kuimarisha usalama na kujilinda. Kwa hiyo Afrika inahitaji kuwa na muungano kama NATO ambao lengo lake ni kuwa na nchi zilizo salama. Afrika haina muungano wa ulinzi wa pamoja kama bara zima kama ilivyo kwa NATO. Badala yake, bara hili linategemea kambi za kikanda na mfumo wa usalama chini ya Umoja wa Afrika. Iwapo nchi za Afrika zingekuwa na muungano kama wa NATO, basi kimsingi nchi zingehitajika kujitolea kwa tayari kutetea mataifa mengine ikiwa kuna shambulio, kwa sababu kama NATO inavyoagiza kwamba shambulio dhidi ya nchi moja au zaidi ni sawa na shambulizi dhidi ya wanachama wote. Aidha, maamuzi yote ya nchi za Kiafrika yangetakiwa kufanywa kwa makubaliano ya pamoja ili kuhakikisha kwamba mtazamo wa kila nchi mwanachama unasikilizwa na kuheshimiwa kabla hatua zozote za kisiasa au kijeshi hazijachukuliwa. Ili nchi za Afrika ziwe na muundo kama wa NATO, zingelazimika kutoa sehemu ya pato lao la taifa kwa muungano huo. Kwa mfano, NATO sasa inataka kila nchi kuchangia 5% ya pato la taifa kwa mipango ya ulinzi ya pamoja kufikia mwaka 2035. Mkataba wa kijeshi unaofanana zaidi na NATO barani Afrika ni muungano wa mataifa ya Sahel ulioundwa mwaka 2023 ukijumuisha Mali, Burkina Faso na Niger. Ndio unaolingana zaidi na mkataba wa ulinzi wa pamoja wa NATO barani humo. Unawaleta pamoja wanajeshi wao kupambana na uasi na ukosefu wa usalama. Katika Afrika Magharibi kuna kikosi cha pamoja na mataifa ya kanda hiyo, utaratibu wa kuingilia kati wa kikanda unaotumika kudumisha usalama na kurejesha utulivu wa kidemokrasia katika eneo hilo la Afrika Magharibi, yani ECOWAS. Lakini kwa ujumla nchi za Afrika zinategemea mfumo wa amani na usalama wa Afrika. Unajumuisha Baraza la Amani na Usalama lenye wanachama 15. AU pia na kikosi kinachofaa kuwa tayari kutekeleza amani na ulinzi na shughuli za misaada ya watu. Pia Afrika ina mfuko wa amani ambao umeratibiwa kutoa msaada wa kifedha kwa ajili ya mipango ya amani, usalama na upatanishi unaoongozwa na AU. Hata hivyo, utekelezaji na maamuzi yanayofanywa na taasisi za mabara kwa ajili ya usalama yanakwamishwa kwa nchi tofauti, kwa sababu nchi tofauti kutozungumza kwa sauti moja, kufanya maamuzi muhimu ya usalama kwa haraka, na pia kuna changamoto za nchi za Afrika kuchangia mfuko wa amani katika bara. Hata hivyo, nchi za Afrika bado zinashirikiana na NATO. Tangu mwaka 2025, NATO imekuwa ikiunga mkono Umoja wa Afrika AU kwa njia ya usaidizi wa kiutendaji, mafunzo pamoja na usaidizi wa kimfumo.